Asante. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Ramadhani Hemba na ni mkaguzi wa kata ya Mandewa. Kimsingi leo tarehe 25 tumefanikiwa kupata semina kutoka kituo cha Faraja, semina inayohusu biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya watendaji wa serikali mbalimbali ngazi za kata, ili kuweza kupatiwa semina ya kuwajengea uwezo, ambapo semina hii kimsingi sisi tunaitumia kama wadau katika maeneo yetu ya kata. Mimi kama afisa usalama, lakini msimamizi wa ulinzi na usalama kwa wananchi wangu, kuhakikisha usalama wao na mali zao, kuweza kutoa elimu kwa wananchi kupitia semina hii, wafahamu ni nini maana ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini ni yapi madhara ya usafirishaji haramu wa binadamu, na ni namna gani unaweza kutambua makosa hayo na kuyaepuka, lakini viashiria vya makosa hayo au mtu anayeshughulika na biashara hizo za usafirishaji haramu wa binadamu para kufikia katika maeneo yao. Kwa semina hii inatujengea uwezo wa kuweza kutambua, na pili kuweza kutupa maarifa ya kwenda kuambia wananchi na wao waweze kufahamu kwamba kuna kitu cha namna hii na namna gani kinakuwa kinaepukika kwa namna gani, lakini njia zipi zinazowafanya watu waweze kuchukuliwa na kupelekwa sehemu hizo kujiona kufanya unyonyaji. Kimsingi biashara hii lengo kuu ni unyonyaji, haina lengo kufaidisha yeyote. Lengo kubwa ni unyonyaji na faida kwa mtumiaji wa biashara hii, kwa wale victims wanaopatikana. Kwa tumeona tumefika kwenye semina hii ili kuweza kupata uzoefu huo na maarifa hayo, ili tukaelimisha wananchi wetu waweze kuwa salama zaidi na kuepuka janga hilo likiwafikia katika maeneo yao. Jina anaitwa Amina Bakari Msaha, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Soko. Leo hii niko hapa kwenye haya mafunzo haya ambayo yameandaliwa na kituo cha Faraja kwa ajili hasa yanayohusiana kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu. Na elimu hii tunayopewa hapa ni elimu bora na ni elimu muhimu, kwa sababu janga kubwa katika nchi imekuwa ni usafirishaji haramu wa binadamu. Na swala hili, je, sisi kama serikali, sisi kama wanajamii tunalionaje na tunalichukuliaje? Kupitia elimu hii tuliyoipata, lengo letu ni kwenda kutoa elimu, hasa tukiwa tumeshirikishwa kuanzia watendaji wa kata, maafisa elimu, mapolisi kata na viongozi wote wa serikali ambao wako katika semina hii. Nadhani kwa ushirikiano mkubwa huu tutashirikiana kukomesha hasa usafirishaji haramu wa binadamu kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi zetu za juu, ambazo zinaweza zikatusaidia kuhakikisha kwamba swala hili linapungua kwa kiasi fulani ama kuisha kabisa, kwa sababu limekuwa ni janga kubwa. Hasa janga hili linawahusu wake na mama na vijana ambao wanachukuliwa kwa ajili ya kudanganywa, kwa ajili ya kupewa ahadi mbalimbali za kwenda kupatiwa kazi nzuri, kwa ajili ya kwenda kuolewa, kwa ajili ya kwenda kupelekwa katika sehemu nzuri. Hii imechangia sana vijana wetu na kina mama wanapochukuliwa kwenda kwenye nchi zingine, huenda kupata adha kubwa, hasa kutumikishwa, kufanywa vitendo vya ukatili, kufanywa vitendo vya ngono, ambaye inasababishia hawa watu kupata maradhi na hatimaye kuwaletea madhara ya kifo. Kwa mimi nadhani semina hii itatusaidia sana, na tunaomba semina hii iwe endelevu, kwa sababu imetushirikisha viongozi wote, kuanzia viongozi wa chini mpaka viongozi wa juu, hasa kupitia jeshi la polisi, uhamiaji na wenzetu wengine. Kwa hiyo sio tunapotoa malalamiko huku chini ni rahisi juu kuyapokea na kuona tufanye nini, kitu gani kifanyike, elimu iendelee kutolewa ili kukomesha usafirishaji haramu wa binadamu. Tunakishukuru kituo chetu cha Faraja kuliona jambo hili, kwani ndani ya mkoa wetu wa Singida imeonekana janga hili ni kubwa na usafirishaji ni mkubwa, ambaye ndio umesababisha vijana wetu wengi hasa wa kike kupelekwa nchi za nje, hasa Warabuni na nchi zingine kwa ajili ya kutumikishwa. Hili ni nashukuru sana kwa kituo hiki, tunaomba kiendelee kutoa elimu hii ya kuelimisha watu jinsi ya kupambana na hii biashara haramu ya binadamu. Ina makosa kama 8 hivi, na kila kosa lina
lina adhabu yake. Kila kosa lina adhabu yake. Tulisema mwanzo kuna yule anayestahili kijijini. Anayestahili kijijini kule, au tuseme sehemu ya kuanzia. Kwa mfano mimi hapa nimemshawishi kijana au binti aende kufanya kazi sehemu fulani. Kile kitendo ni kosa. Ni hatua mojawapo ya nini? Ya usafirishaji haramu wa binadamu. Tunaita kujaribu. Kujaribu kusafirisha haramu au huyo binadamu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ukibainika wewe ndio unayeshawishi huyo binti asafirishwe, tutakupiga na hiyo. Mimi naitwa Basili Pius Ipini, ni mfanyakazi wa kituo cha Faraja ambacho kiko ndani ya shirika la Medical Missionaries of Mary, nafahamika zaidi MMM, Faraja Center CBHC. Na leo tarehe 25 mwezi wa 3 2025 tuna mafunzo. Tumealika viongozi wa serikali ikiwa ni idadi yao 150 kutoka kata zote 18 za manispaa ya Singida. Lengo hasa ni kuwapatia mafunzo hawa viongozi wa serikali, kuwajengea uwezo wa kutambua yale ambayo yanaendelea katika manispaa yetu ya Singida. Na yale ambayo yanaendelea sio mengine bali ni kupinga usafirishaji haramu wa binadamu katika manispaa yetu ya Singida. Ndio maana tumeita hata hawa viongozi kuja kushirikishana pamoja, kuwapatia elimu namna ya kufahamu au kutambua kama kutakuwa na viashiria vyovyote katika kata zetu tunazotoka, katika jamii za kata zote 18 ya manispaa ya Singida, basi waweze kuwa mstari wa mbele kuokoa na pia kuwa mstari wa mbele katika kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo mazumuni hasa ni hayo, kwamba tumewaita kuwajengea uwezo wa kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu katika jamii na pia kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii yetu, hasa katika kata zote 18 za manispaa ya Singida. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa ambalo tumewaita viongozi wa serikali, na pia tutazungumza nao namna kuwahimiza wananchi kujitafutia kazi au kufanya kazi za ujasiriamali ili kuepuka au kuepusha huu usafirishaji haramu wa binadamu, kwa sababu tunaona sababu hasa kubwa ni umaskini, na umaskini sisi tunapaswa kutokomeza katika jamii. Kwa hiyo wao kama viongozi kioo cha jamii watakuwa mstari wa mbele kuhimiza watu namna kufanya ujasiriamali ili kuepukana angalau kuokoa watu kusafirishwa kwenda mikoa mingine na nje ya nchi kwa ujumla kwa ajili ya kutumikishwa.